Mtakatifu, 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 Mungu Baba uketie mahali pa juu palipoinuka sana. Bwana Yesu, ninaliinua na kulitukuza jina lako, mfalme wa amani. Baba, ninakuinua Mungu mwenye nguvu. Mungu, ninasema asante kwa ajili ya uzima, asante kwa ajili ya uhai. Asante Mungu mtakatifu kwa ajili ya kunipa kibali mimi mtumishi wako siku hii ya leo, ikiwa ni tarehe 2 ya mwezi wa pili. Mungu, ninakushukuru, ninasema asante. Asante kwa ajili ya kunichagua katikati ya walio wengi. Mungu, ninasema asante kwa ajili ya rehema zako. Asante kwa ajili ya upendo wako. Asante kwa ajili ya uaminifu wako. Asante Mungu mtakatifu kwa ajili ya wasikilizaji wangu wa madhabahu hii ya Jerusalem Family TV. Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya afya njema ambayo umetujalia. Ninakushukuru kwa ajili ya uhai. Ninakushukuru kwa ajili ya baraka ambazo naachilia juu ya familia zetu. Ninakushukuru Mungu kwa ajili ya neema ambazo nazimimina juu ya maisha yetu. Baba, ninasema asante Mungu mwenye nguvu. Asante mfalme wa amani. Asante kimbilio letu na msaada wetu. Asante Mungu unayeonekana wakati wa shida na unayeonekana wakati wote. Mungu, ninakushukuru, ninasema asante. Asante Jehova Shama, asante Ebeneza. Asante Mungu mwenye nguvu kwa ajili ya baraka zako. Asante kwa ajili ya wasikilizaji wangu. Asante kwa ajili ya yote Baba ambayo unatenda na unaendelea kutenda katika maisha yetu. Mungu mwenye nguvu, ninakuja mbele zako muda na wakati huu Mungu, nikija nikiomba toba na msamaha. Ninatubu kwa ajili ya udhaifu wangu. Ninatubu kwa ajili ya yote ambayo nimetenda Baba ambayo hayakupi utukufu. Ninaomba toba na msamaha hata kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Kwa namna moja au nyingine Baba, tumekuacha, tumeliacha jina lako, tumetenda asiyofaa mbele zako. Bwana Yesu, tunaomba ukatusamee, ukaturehemu na kutuosha kabisa kwa msaada wa damu ya mwanao mpenzi Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani kwa ajili ya kutufutia dhambi zetu, kwa ajili ya uokovu wetu. Zaidi ya yote ninakualika Roho Mtakatifu. Karibu Roho Mtakatifu, karibu ahadi ya Baba, karibu Roho Mtakatifu muda na wakati huu tunapokwenda kuanza maombi haya, tunapokwenda kuanza kipindi hiki. Roho Mtakatifu ukaanze pamoja nasi. Roho Mtakatifu ukawe pamoja nasi, usituache wala usitupungukie Roho Mtakatifu, kwa kuwa wote umesema katika Rumi 8 mstari wa 14, kwa kuwa wote wanaoongozwa na Roho wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Mungu mtakatifu, tunakuomba Roho wako Mtakatifu akatuongoze katika semina hii, akatuongoze katika maombi haya ya siku 3. Tunaomba Roho wako asituache wala asitupungukie, akawe nasi sasa na hata milele, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Baba, tunajikabidhi kwako muda na wakati huu, tunakabidhi kwako maombi yetu ambayo tunakwenda kuomba katika jina la Yesu Kristo, maana umesema katika Yohana ile 14 mstari ule wa 14, mkiniomba neno lolote kwa jina langu nitafanya. Tunakusihi Mungu ukafanye yale yote ambayo tunakwenda kuyaomba kwa jina lako. Tunaomba yote na kushukuru. Amina. Basi tumsifu Yesu Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Deotela Vitalis Njogope, natokea Parokia ya Mtakatifu Verena Mlimba, Jimbo Kuu la Ifakara. Tumsifu Yesu Kristo. Basi napenda kuwakaribisha wateule wa Bwana, napenda kuwakaribisha katika maombi haya ya siku 3 kwa ajili ya kumkumbusha Mungu. Nia ya maombi yetu haya ni kumkumbusha Mungu juu ya mbegu zetu tulizopanda mwaka 2026. Bwana tunaomba aanze kutenda. Nia ya maombi haya ni kumkumbusha Mungu juu ya mbegu zetu tulizopanda mwaka 2026. Bwana tunaomba aanze kutenda. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa lengo kuu la maombi haya ya siku 3 ni kumkumbusha Mungu juu ya zile mbegu zetu ambazo tumezipanda, juu ya yale malengo yetu ambayo tulimwambia Mungu ndani ya mwaka huu 2026 ili Mungu aweze kututimizia. Kwa hiyo inatupasa tumkumbushe Mungu ili aanze kutimiza, ili aanze kutenda.
Tumsifu Yesu Kristo. Andiko ambalo tutasimamia kwa siku zote tatu ni Isaya 62 mstari ule wa 6 hadi wa 12. Tumsifu Yesu Kristo. Mstari ambao tutasimamia ni Isaya 62, Isaya 62 mstari ule wa 6 hadi wa 12. Nitasoma. Nimeweka walinzi juu ya kuta zako, e Yerusalemu. Hawatanyamaza mchana wala usiku. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe na kimya, wala msimwache akae kimya, mpaka atakapoufanya imara Yerusalemu na kuufanya kuwa sifa duniani. Bwana ameapa kwa mkono wake wa kuume na kwa mkono wa nguvu yake, hakika sitawapa adui zako nafaka yako tena kuwa chakula chao, wala wageni hawatakunywa divai yako ulioifanyia kazi. Lakini walioivuna ndio watakaoila na kumhimidi Bwana, na walioichuma ndio watakaoinywa ndani ya nyua za patakatifu pangu. Piteni, piteni katika mlango, itengenezeni njia ya watu. Tutieni, tutieni barabara, toeni mawe yake. Nitarudia. Tutieni, tutieni barabara, toeni mawe yake. Twekeni bendera kwa ajili ya kabila za watu. Tazama, Bwana ametangaza habari mpaka mwisho wa dunia. Na mwambieni Bwana ametangaza habari mpaka mwisho wa dunia. Mwambieni binti Sayuni, tazama, wokovu wako unakuja. Tazama, thawabu yake i pamoja naye, na malipo yake yako mbele zake. Nao watawaita watu watakatifu, waliokombolewa na Bwana. Nawe utaitwa aliyetafutwa, na mji usioachwa. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu anaongea na sisi leo kupitia kinywa cha mtumishi Nabii Isaya. Lakini leo na mimi nitasimama kama mtumishi ambaye nimeteuliwa kwa ajili ya kuongoza maombi haya. Ndiye nawaletea ujumbe huu wa Mungu. Mungu anasema na sisi. Anasema na wana Jerusalem Family TV. Anasema na wale wote ambao waliomba kwa Mungu kwa kupanda mbegu zao kwa ajili ya kumwomba Mungu kwa ajili ya malengo yao ya mwaka huu 2026. Kuna wengine yawezekana walimuomba Mungu, tunaomba ndani ya mwaka huu 2026, Mungu ninaomba unijalie mtoto. Kuna wengine aliomba kwa Mungu, kwa Mungu naomba unijalie kazi. Kuna mwingine alimwambia Mungu, nimechoka kupanga. Mungu naomba unisaidie niweze kupata fedha, niweze kujenga nyumba.
Kuna mwingine alimwambia Mungu, Mungu, tazama afya yangu, tazama magonjwa yananiandama, ninaomba ndani ya mwaka huu sitaki magonjwa. Kuna mwingine alimwomba Mungu, Baba, mwaka huu natamani kukua na kuongezeka, sitaki tena sikoseli za kiroho. Kila mmoja alimwomba Mungu kwa namna yake. Kuna mwingine aliomba apate ndoa, apate mume mzuri, apate mke mzuri. Kuna mwingine alikuwa amedhulumiwa mashamba yake, amedhulumiwa, ameonewa. Anamwomba Mungu, alimwomba Mungu, ndani ya mwaka huu ninaomba Mungu niweze kurejeshewa haki zangu zile zote ambazo zimedhulumiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa kila mmoja wetu alimwomba Mungu kwa namna yake, alimwambia Mungu kwa namna yake. Nakumbuka tulifanya mafungo ya siku 12. Ndani ya mafungo yale kulikuwa kuna kumshukuru Mungu kwa ajili ya kumaliza mwaka na mbegu tulizozipanda mwaka 2025, na pia kumuomba tena Mungu ndani ya mwaka huu 2026 aweze kutimiza tena malengo yetu. Tulifanya maombi, tulifanya mfungo kwa ndani ya siku 12, na tunaamini kila mmoja wetu ndani ya madhabahu hii alitekeleza na alifanya hivyo. Kwa leo tuko mahali hapa kwa siku hizi 3 kwa ajili ya kumkumbusha Mungu kile ambacho tulikiomba. Tuko kwa ajili ya kumkumbusha Mungu juu ya yale ambayo tuliyaomba, ambayo ulimwambia Mungu, ninaomba unifanyie hiki, Mungu ninaomba unifanyie hiki. Kwa tuko hapa leo kwa ajili ya kumkumbusha Mungu, na ndio maana andiko letu la kusimamia tumesimama na Isaya 62 mstari wa kuanzia wa 6 hadi wa 12. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Tena watumishi wa Mungu, Mungu anatuambia kwenye Isaya 62 mstari ule wa 6, nimeweka walinzi juu ya kuta zako, e Yerusalemu, hawatanyamaza mchana wala usiku. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe na kimya. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu anatuambia, ananiambia, anakuambia, ameweka walinzi, amekuwekea walinzi juu ya kuta zako, e Deutela, na hao walinzi hawatanyamaza mchana wala usiku. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu anasema ameweka walinzi, si mlinzi. Kwa hiyo kumbe tunatambua Mungu ametuwekea walinzi wengi. Walinzi hawa wa kutulinda mimi na wewe, wa kutulinda mchana na usiku. Walinzi hawa wa kutulinda tuingiapo na tutokapo. Walinzi hawa wanatulinda muda wote, hawatanyamaza. Kila tuendapo walinzi hawa tunao. Mungu ametuwekea. Anasema nimekuwekea walinzi juu ya kuta zako. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu anatuambia ametuwekea walinzi juu ya kuta zetu. Tukienda katika maisha ya kawaida, tunapojenga nyumba, tunaanza na msingi. Tukishaweka msingi, tunapandisha kuta. Zile kuta tunazozipandisha ndizo zinazotufanya ionekane nyumba. Pasipokuwa na kuta, hakuna nyumba.
tunapandisha kuta ili mtu wa nje asituone tuliyoko ndani, na ndio maana tunapandisha kuta. Mwisho wa siku tunaezeka, lakini pia tunaenda mbali zaidi kwa ajili ya kujiwekea usalama na ulinzi. Tunakuwa tumepandisha kuta, mtu wa nje akipita hawezi kutuona ndani kwa sababu ya ulinzi wa ule ukuta ambao tuliojiwekea, lakini bado tunakwenda kuongeza na fensi. Tunaweka fensi, tunaizungushia ile nyumba. Pia tunaenda mbele zaidi, tunakwenda kuweka na nyaya za umeme. Zile nyaya huwa zinatengeneza shoti ili mtu akisogea kwenye ule ukuta, kwenye ile fensi, akakutane na akatetemeshwe na ile shoti ya umeme. Yote haya katika maisha ya kawaida tunafanya hivi kwa ajili ya kujiwekea ulinzi, kwa ajili ya kujiwekea ulinzi. Ndio Mungu anatuambia ulinzi huu ni ulinzi wa kibinadamu tu, lakini Mungu anatuambia yeye ametuwekea walinzi juu ya kuta zetu, juu ya nyumba zetu. Ametuwekea ulinzi juu ya familia zetu. Ametuwekea ulinzi juu ya watoto wetu, juu ya kazi zetu. Ewe Deotela, nimekuwekea ulinzi juu ya kuta zako. Ewe Petro, nimekuwekea ulinzi juu ya kuta zako. Ewe Agata, nimekuwekea ulinzi juu ya kuta zako. Na walinzi hawa ambao umetuwekea hawatanyamaza, hawatanyamaza mchana hata usiku. Watakuwa macho kwa ajili ya kukulinda, watakuwa macho kwa ajili yako. Kwenye Zaburi 127 mstari ule wa kwanza, Mungu anasema, Bwana asipoulinda mji, waulindao wafanya kazi bure. Hebu tufunue hiyo Zaburi. Zaburi 127 kama sijakosea. Tufunue katika kwa uhakika zaidi. Zaburi 127 anasema hivi, Bwana asipoijenga nyumba, waijengao wafanya kazi bure. Bwana asipoulinda mji, naye aulindaye akesha bure. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo kumbe ulinzi huu tunaoweka wa kibinadamu, wa kujenga nyumba, wa kupandisha kuta kwa ajili ya kujiwekea ulinzi, na tunaenda mbali kama tulivyosema, tunazungusha hadi fence kwa ajili ya kujiwekea ulinzi. Lakini Mungu asipoulinda mji, yeye aulindaye akesha bure. Kwa walinzi hawa wa kibinadamu wanafanya kazi bure. Ulinzi unaotakiwa hapa ni ulinzi wa kimungu ambao Mungu ametuwekea mimi na wewe, na tunapowekewa ulinzi tunakuwa tuko salama kwa sababu tuko ndani. Walinzi wametuzunguka nje. Kwenye hii miili yetu ni nyumba ya Mungu, mwili wetu ni nyumba ya Mungu. Kwa hiyo Mungu ametuwekea ulinzi kwenye mwili wetu, ametuwekea ulinzi kwenye nyumba yake, ameweka ulinzi ili nafsi zetu, ili mioyo yetu isipate madhara. Tumsifu Yesu Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Lakini pamoja na Mungu kutuwekea ulinzi, ameendelea kutuambia kwenye huo mstari wa 6 pale B, anasema, ninyi wenye kumkumbusha Bwana msiwe na kimya. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa tunapowekewa ulinzi, haina maana kuwa tujisahau, haina maana kuwa tujiachie. Kuna vitu tunamuomba Bwana, kuna vitu tumemuomba Bwana,
ikiwa tuko ndani ya ulinzi wa Mungu ambao ametuwekea, lakini kuna vitu ambavyo Bwana tuliomba atutendee. Mungu anatuambia tusiwe kimya. Anasema tusiwe kimya, tumkumbushe. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu anataka tumkumbushe. Kadiri vile wewe unapomkumbusha mzazi wako, yawezekana ulimuomba kitu. Kama ni mwanafunzi, ulimuomba baba daftari, aidha nguo ya shule imechakaa, ulimwambia baba, kwa baba, nguo yangu hii imechakaa. Kwa baba, hii shati hili halitanifikisha ndani ya wiki 2. Naomba baba uninunulie. Yawezekana kama ni mzazi, ulimuomba ndugu yako yoyote, kwa Bwana, nina hali ngumu sana, ninaomba unisaidie kitu fulani. Yawezekana ninaweza nikakurejeshea baada ya muda fulani au la. Lakini utavyokuwa umemuomba yule ndugu yako au yule mzazi wako au yule rafiki yako, akakuahidi kuwa nitakupa, akakuahidi kuwa nitakutekelezea, lakini usipomkumbusha, yule anaweza akasahau, kwa sababu yeye ni binadamu. Anaweza akasahau kwa sababu ana shughuli nyingi ambazo anazifanya. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo kama ulimuomba, ninaomba ndani ya wiki 2 au ndani ya mwezi mmoja au ndani ya miezi 2, ninaomba ndugu yangu unisaidie jambo fulani ili niweze kutatua changamoto yangu. Inapofika karibia kufika ile siku, hakikisha unamkumbusha yule ndugu yako kuwa naomba unisaidie kile kitu, ninakukumbusha ndugu yangu, ili nisiweze kufeli kile kitu ambacho nilichokuwa ninakihitaji. Ukifanya hivyo, yule ndugu yako atakumbuka. Ndivyo Mungu anavyotuambia mimi na wewe. Tusikae kimya. Tusikae kimya. Sisi wenye kumkumbusha Bwana, tusiwe na kimya. Tusikae kimya, tumkumbushe Bwana. Ametuambia hata kwenye ile Isaya 43 mstari wa 26. Anasema nikumbushe na tuhojiane. Eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu anasema nikumbushe na tuhojiane. Nikumbushe Deotela na tuhojiane. Eleza mambo yako upate kupewa haki zako. Isaya 43 mstari wa 26. Eleza mambo yako, yale mambo ambayo ulimwambia Mungu, yale mambo ambayo uliyapandia mbegu, ndiyo yale Mungu anasema nikumbushe na tuhojiane. Ueleze mambo yako. Ulimwambia nini Mungu ndani ya mwaka huu 2026? Ulimwambia Mungu akutendee nini? Mungu anasema nikumbushe, eleza mambo yako. Ulitaka Mungu akufanyie nini? Ulitaka Mungu akufanyie nini ndani ya mwaka huu 2026? Kama nilivyotanguliza awali, kila mmoja alikuwa na maombi yake. Kila mmoja alikuwa na malengo yake. Kila mmoja ana malengo yake ndani ya mwaka huu. Anataka Mungu amtendee. Anataka Mungu amfanyie. Mungu naye yuko hapa anasema na wana Jerusalem Family TV. Anasema nikumbushe. Nikumbushe. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Anaendelea ule mstari wa 7. Isaya 62 mstari wa 7. Wala msimwache akae kimya mpaka atakapoufanya imara Yerusalemu na kuufanya kuwa sifa duniani. Tumsifu Yesu Kristo. Anasema wala msimwache akae kimya. Tunaambiwa mimi na wewe tusimwache Mungu akae kimya. Tumkumbushe. Tunapomwacha Mungu anakaa kimya, ataendelea na shughuli za watu wengine wanaomkumbusha. Mungu anataka tusimkumbushe wala tusimwache akae kimya.
mpaka atakapofanya imara mji wako, mpaka atakapofanya imara ndoa yako, mpaka atakapofanya imara watoto wako, mpaka atakapofanya imara malengo yako, mpaka atakapofanya imara uchumi wako. Usikae kimya, usinyamaze mpaka Mungu atakapokwenda kufanya imara. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Usinyamaze mpendwa, usikae kimya mpendwa. Wewe ni mkumbushe Mungu. Kazi yako ni kumkumbusha Mungu. Kazi yako ni kumkumbusha Mungu. Imetupasa kumwomba Mungu siku zote. Endelea kumwambia Mungu, endelea kumkumbusha Mungu. Mungu, tazama hitaji langu. Mungu, tazama shida yangu. Mungu, tazama watoto wangu. Mungu, tazama, tazama, tazama. Mungu, tazama. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Nimependa kwenye habari njema kwenye huu mstari wa 7. Anasema hivi, mstari wa 7:62. Kwa wanaotumia Biblia habari njema anasema, msimpe hata nafasi ya kupumzika. Kwa kumbe hatutakiwi kumpa Mungu nafasi hata dakika moja ya kupumzika mpaka atakapousimika mji wa Yerusalemu, mpaka atakaposimika mji wako, mpaka atakaposimika ndoa yako, mpaka atakaposimika huduma yako. Usimpe nafasi ya kupumzika na kuufanya uwe fahari ulimwenguni kote, mpaka aje afanye kuwa fahari mji wako katika ulimwengu wote, akufanye kuwa fahari. Yamkini kuna watu walikusema vibaya, yawezekana kuna watu walikutafakari vibaya, walisema huyu hatafanikiwa, walisema huyu hatakuja kujenga, ataendelea kukaa kwenye nyumba ya kupanga, walisema huyu hatafanikiwa katika kazi, hatapandishwa cheo, hatapata kazi, walisema huyu ndoa yake ndio hivyo hivyo, haitaimarika. Lakini Mungu anasema hata nyamaza kimya mpaka atakuja kuifanya imara Yerusalemu, mpaka atakuja kuifanya imara mji wako. Hata nyamaza mpendwa, hata nyamaza kimya. Tumsifu Yesu Kristo. Kazi yako wewe na mimi ni kumkumbusha, usiwe na kimya, mkumbushe Bwana, mkumbushe, usinyamaze kimya mpendwa, mkumbushe. Kazi yako ni kumkumbusha tu. Ndani ya siku hizi 3 tutakuwa na kazi moja tu ya kumkumbusha Bwana, Tunaona Yesu aliongea kwenye Luka ile 18 mstari ule wa 1 hadi wa 8 pale. Yesu aliongea na wanafunzi wake, aliwaambia watu kwa mfano, kwa yule mwanamke mjane ambaye alikuwa anadai haki yake, alikuwa akiomba haki yake, lakini hakukata tamaa, aliendelea kwenda kumsumbua yule. Hebu tusome hizi Luka 18 mstari wa 1 hadi wa 8 pale. Anasema hivi, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala usikate tamaa. Imenipasa mimi na wewe, mwana Jerusalem Family TV mwenzangu, msikilizaji wangu, kumwomba Mungu siku zote, wala tusikate tamaa. Tunapaswa kuendelea kumkumbusha Mungu siku zote,
pasipo kukata tamaa, pasipo kugairi kuwa nimeomba leo mbona sikupata, niliomba mwaka jana mbona sikupewa. Hapana, imempasa kumwomba Mungu siku zote, usikate tamaa. Akasema palikuwa na kazi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki ya adui wangu. Naye kwa muda alikataa. Yule kadhi, yani kadhi ni yule hakimu, yule mwanamke mjane alikuwa akimwendea kwenda kumuomba amsaidie aweze kupata haki yake kutoka kwa adui yake, lakini mara kadhaa yule kadhi, yule hakimu alikataa. Halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake. Amina. Kwa kuwa mjane huyu ananiudhi kwa kunifatafata kila wakati, amekuwa ni kero kwangu, amekuwa ni shida kwangu, amekuwa ni msumbufu kwangu, anasema nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima, asije akanichosha kwa kunifata kila wakati. Huyu ni hakimu ambaye hamchi Mungu, ni mtu ambaye hamjui Mungu, lakini aliamua ni bora ampatie haki yake ili asimchoshe. Bwana akasema, sikilizeni asemayo huyu kadhi mzalimu. Sikilizeni, Yesu anaongea, sikilizeni maneno haya anayesema huyu kadhi mzalimu. Na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Kumbe mimi na wewe ambaye tunamkumbusha Bwana mchana na usiku juu ya yale ambayo tuliyoyaomba kwake, hata tupatia, kwa vile sisi ni wavumilivu, hata tupatia. Nawaambia atawapatia haki upesi. Tumsifu Yesu Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Mungu anasema atatupatia haki upesi, atatupatia haki mimi na wewe haraka, kama huyu hakimu ambaye ni mdhalimu, ambaye hamchi Mungu, lakini bado huyu mwanamke hakuacha kumwendea, hakuacha kumsumbua, na mwisho wa siku aliamua kumpatia haki yake. Kwa kumbe mimi na wewe inatupasa kuendelea kumkumbusha Mungu, kuendelea kumkumbusha Mungu juu ya malengo ambayo tumeyaomba kwake, juu ya malengo ambayo tumemwambia Bwana atutendee ndani ya mwaka huu 2025. Mungu ametuambia nikumbushe enyi wenye kumcha Mungu. Tusiwe na kimya wapendwa, tusiwe na kimya, tumkumbushe Bwana, tumwambie Bwana jioni hii ya leo ya tarehe 2, tumwambie Bwana, tumkumbushe Bwana. Kasema nikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki zako. Eleza mambo yako mpendwa, ili uweze kupewa haki zako. Mkumbushe Bwana na ueleze mambo yako.
Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa, haya ni maombi. Haya ni maombi. Ni maombi ya kumkumbusha Bwana. 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 Tumwambie Bwana. Tumwambie Bwana. Hakuna linaloshindikana kwake Bwana. Hakuna lisilowezekana kwake Bwana. Wapendwa katika Kristo Yesu, twende mbele za Mungu tumwambie Bwana. Twende mbele za Mungu tumwambie Bwana. Twende mbele za Mungu tumkumbushe Bwana. Mkumbushe Bwana. Mkumbushe Bwana. Mwambie Bwana unaweza. Mwambie Bwana unaweza kunitendea. Mwambie Bwana unaweza kunitendea. Mwambie Bwana unaweza kuniponya. Mwambie Bwana unaweza kuniponya. Yesu unaweza. Yesu unaweza. Yesu unaweza. Yesu unaweza. Unaweza kunitendea mwaka huu 2026. Unaweza kutimiza malengo yangu. Unaweza kutimiza ndoto zangu. Unaweza kuniinua kiroho. Unaweza Bwana Yesu. Bwana Yesu unaweza. Twende mbele za Mungu mpendwa. Mkumbushe Bwana juu ya malengo yako. Mkumbushe Bwana juu ya malengo yako. Mkumbushe Bwana, mkumbushe Bwana yuko mahali hapa. Mkumbushe Bwana juu ya hitaji lako. Amkini uliomba nyumba. Amkini uliomba watoto. Mwambie Bwana unaweza. Mwambie Bwana niko mahali hapa. Bwana amesema nikumbushe. Amesema nikumbushe. Amesema nikumbushe. 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 Wala usinyamaze kimya. Wala usinyamaze kimya. Wala usinyamaze kimya mpendwa wa Bwana. Mwambie Bwana ninakukumbusha. Bwana angalia afya yangu. Bwana ninakukumbusha. Yesu angalia watoto wangu. Yesu ninakukumbusha. Angalia malengo yangu ya mwaka huu. Angalia malengo yangu ya mwaka huu. Angalia malengo yangu ya mwaka huu. Enyi wenye kumkumbusha Bwana msikae kimya. Enyi wenye kumkumbusha Bwana msikae kimya. Mwambie Bwana niko hapa. Mwambie Baba niko hapa. Yesu. Mpendwa, wewe unajua uliomba nini kwa Mungu. Wewe unajua ulimwambia nini Mungu. Wewe unajua ulimwambia nini Bwana. Ulimwambia nini juu ya malengo yako ya mwaka huu. Ulimwambia Mungu nataka kukua kiroho. Baba ninakukumbusha. Maana umesema nikukumbushe. Maana umesema nisiwe na kimya. Maana umesema enyi wenye kumcha Bwana msiwe kimya. Mkumbushe Bwana. Mkumbushe Bwana mpendwa. Mkumbushe Bwana juu ya tatizo lako. Mkumbushe Bwana juu ya ndoa yako. Mkumbushe Bwana juu ya uchumi wako. Bwana niko hapa. Yesu. Oh Yesu. Ninakukumbusha Yesu. Ninakukumbusha Yesu. Ninakukumbusha Yesu. Oh Yesu. Niko hapa. Niko hapa. Niko hapa. Tazama watoto wako Yesu. Omba mpendwa. Mwambie Bwana juu ya hitaji lako. Mkumbushe Bwana juu ya hitaji lako. Yawezekana Mungu ulimwambia, Mungu nahitaji kazi. Mwaka 2025 niliomba kazi sikupata. Yesu niko hapa kwa ajili ya 2026. Kukukumbusha tena. Kukukumbusha juu ya hitaji langu. Kukukumbusha juu ya mbegu yangu niliyoipanda. Kukukumbusha juu ya mbegu yangu niliyoipanda. Yesu ninaomba katazame malengo yangu. Baba ukapate kutimiza. Baba ukapate kutimiza. Baba ukapate kutimiza. Timiza malengo yangu. Timiza Bwana Yesu. Timiza malengo ya watoto wako. Bwana Yesu usiwe na kimya. Bwana Yesu usinyamaze kimya. Bwana Yesu usinyamaze kimya. Timiza kila hitaji la mtoto wako. Timiza kila haja ya mtoto wako. Timiza Bwana. Timiza Bwana. Timiza Bwana. Timiza Bwana. Timiza Bwana.
Mtazame mama yule analia. Mtazame mama yule analia. Yes. Yes, mtazame mama yule. Mtazame baba yule. Mtazame baba yule. Anakukumbusha hacha ya moyo wake. Anakukumbusha hacha ya moyo wake. Anakukumbusha malengo yake ya mwaka huu. Yawezekana aliomba shamba. Yawezekana aliomba shamba. Yes. Ni wewe Bwana. Ni wewe Baba ujibuye maombi. Ni wewe Baba unayejibu maombi. Yesu, tunakukumbusha. Yesu, tuko mbele zako kwa ajili ya kukukumbusha. Ni wewe tu Baba. Ni wewe tu Baba. Ni wewe tu Bwana. Mpendo, usinyamaze kimya. Usinyamaze kimya. Usinyamaze mpendo. Mwambie Bwana. Mkumbushe Bwana. Mkumbushe Bwana. Mkumbushe Bwana. Ulihitaji nini? Mwambie Bwana. Ulihitaji ndoa? Mwambie Bwana. Ulihitaji nini? Kila ulichokipanda juu ya mwaka huu, yale malengo uliyomwambia Mungu juu ya mwaka huu, mkumbushe Bwana. Mkumbushe Bwana. Mkumbushe Bwana. Mkumbushe Bwana, anasikia. Mkumbushe Bwana, yuko mahali hapa. Mpendwa, mwambie Bwana. Mwambie Bwana, usinyamaze. Baba, usinyamaze. Baba, usinyamaze. Usinyamaze kwenye familia yangu. Usinyamaze kwa watoto wangu. Usinyamaze kwenye huduma yangu. Usinyamaze mwaka 2026. Usinyamaze kwangu Bwana. Usinyamaze Bwana. Tenda muujiza kwangu Bwana. Tenda muujiza kwangu Bwana. Tenda muujiza. Mwambie Bwana. Tenda muujiza. Bwana Yesu, tenda muujiza. Usiache mwaka upite. Usiache mwaka upite. Usiache mwaka upite Bwana bila kutenda muujiza. Bila kutenda muujiza katika familia zetu. Bila kutenda muujiza katika ndoa yetu. Bila kutenda muujiza katika huduma yetu. Bila kutenda muujiza katika ndoa yetu. Mwambie Bwana, tenda muujiza. Tenda muujiza kwangu Yesu. Tenda muujiza. Mwambie Bwana, tenda. Yesu, tenda. Yesu, tenda muujiza. Tenda miujiza Bwana. 2026 Bwana. Bwana Yesu, kanipe kibali 2026. Ukanipe kutumika sawa sawa na mapenzi yako. Mwambie Bwana, nipe kutumika. Mwambie Bwana, nipe kuinuliwa. Bwana Yesu, 2026. Ninaomba Bwana Yesu. Ninaomba Bwana Yesu. Ninaomba Bwana Yesu. Ninaomba Bwana Yesu. Pokea haja za watoto wako. Pokea maombi ya watoto wako. Pokea shida za watoto wako. Yesu, tunakukumbusha. Tunakukumbusha, usituache Bwana. Usituache Bwana. Usituache Bwana. Maana umesema kwenye Yeremia 33:3. Umesema niite nami nitakuitika. Bwana Yesu, watoto wako wanakuita. Watoto wako wanakuita. Yesu, tunakuita. Yesu, tunakuita. Tunakuita katika Bwana, katika shida zetu. Tazama Baba shida zetu. Tazama changamoto zetu. Tazama malengo yetu. Tunayaleta mbele zako. Tunayaleta mbele zako. Tunayaleta mbele zako Mungu mtakatifu. Pokea malengo yetu. Pokea maombi yetu. Pokea Mungu mtakatifu haja za mioyo yetu Bwana. Pokea Yesu. Tunakuhitaji wewe tu Bwana.
Sante Mungu mtakatifu, sante Jehova Shama, sante Mungu wetu kwa kuwa unasikia. Sante Mungu wetu kwa kuwa sikio lako sio zito. Bwana Yesu, tunasema asante. Tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo, ikiwa ni siku ya kwanza ya maombi yetu. Mungu, tunasema asante. Asante kwa ajili umeanza pamoja nasi Bwana. Endelea kuwa pamoja nasi hata siku ya pili na ya tatu Bwana. Bwana Yesu, endelea kupokea haja za mioyo yetu Bwana. Baba, umesema mkiomba amini kuwa umeyapokea, nayo yamekuwa ya kwako. Mungu, tunajua yote tuliyoyaomba Baba umekwenda kuyapokea Baba, nasi tunaamini yote yameenda kuwa ya kwetu. Sante Mungu mtakatifu, sante Jehova Shama, pokea sifa na utukufu, maana unastahili Bwana. Sante Yesu. Wapendwa katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Maombi yetu haya yataambatana na sadaka zetu za mwisho wa mwezi. Sadaka yako ya mwisho wa mwezi inuie, ambie Mungu, sadaka hii ya mwisho wa mwezi naitoa mbele zako Mungu, kwa ajili ya kukukumbusha, kwa ajili ya kukukumbusha juu ya mahitaji yangu, juu ya shida zangu, juu ya malengo yangu. Maombi yaambatane na sadaka ya mwisho wa mwezi. Toa sadaka yako isindikize maombi haya. Tumsifu Yesu Kristo. Basi niwatakie usiku mwema. Damu ya Yesu Kristo itufunike sote. Tukutane tena kesho. Muda ni 1:30, ikiwa ni siku ya pili ya maombi yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Tunakimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu. Usitunyime tukiomba katika shida zetu. Utuokoe siku zote kila tuingiapo hatarini. Ewe Bikira mtukufu na mwenye baraka. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tukalale salama.